Ya, unaweza kusema kidogo Tabora ana uzito kulinganisha na Kagera Sugar. Lakini sasa una ile scenario moja ambayo nitakurudisha nyuma, au kuna mada moja umezungumza hapo kuwa mwingine ni mchanga kwenye ligi, mwingine ni mzoefu. Uzoefu na wenyewe unasaidia. Kuna namna unasaidia. Ya, kwa namna ambavyo mimi naweza nikasema siku zote tuamini makocha wazawa kuliko kuamini makocha wa kigeni kwa kupitiliza kiasi. Tunaamini makocha wa kigeni kwa 105%, lakini wakizawa tunaamini kwa 45% pekee, ambavyo wanaweza kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au ngambo ya kwanza kwenda ngambo ya pili. Kwa Kagera Sugar ilitanguliwa kufungwa goli na Andy Bikoko dakika ya pili, mpaka zikapita dakika ya 27 Kagera Sugar bado wapo nyuma, lakini dakika ya 28 kupitia kwa Joseph Mahundi Kagera Sugar ikawasawazisha bonge la goli. Na kipindi cha pili kipindi cha kwanza hicho Kagera Sugar wakaongoza kwa umiliki wa mpira kwa half time ya ile ya kwanza hapo 45 za kwanza. Ya, kipindi cha pili Kagera Sugar wamecheza mpira mwingi, alafu wamekosa attempt nyingi ambazo zilikuwa ni on target kuliko Tabora United walivyokosa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi hapo tayari Tabora ameshapoteza home advantage, yani maana kwa umiliki ambao umeutaja, lakini pia kuruhusu kusawazishwa ndani ya dakika 45. Bado hapo unaona kuna vitu ambavyo alikuwa amezidiwa na amevimisi pia. Na kitu kingine Kagera Sugar alichofanikiwa, hakuna star kwenye timu hata moja. Wote walikuwa wanakaba kwa wakati mmoja, maana nazungumzia teamwork au timu kwa ujumla. Kwa upande wa Tabora, endapo inapoteza mpira, utaona Nelson Munganga ndo anahangaika kukaba endapo anashambuliwa. Lakini ile mstari wa mwisho ushambuliaji wote walikuwa umetulia. Wamekosa usaidizi, na maana amecheza wote walikuwa umetulia. Mchezaji alikuwa anacheza kivyake. Na playmaker Wanengo ambaye alikuwa anacheza kama playmaker kwa siku ya leo ni hajafikia au hajavaa viatu vile vya Yakuba Sonyi, ambayo aliupa Tabora uhai mkubwa kwenye eneo la playmaking au eneo la kiungo mshambuliaji. Offensive Kora ni miongoni mwa watu ambao ukiwa unapiga counter attack watakuofa zaidi kwenda kushambulia, na ni mtu ambaye ni mtulivu sana. Heritia Makambo kwenye mpira ile ya cross ndo mzuri, kwa sababu height yake inamruhusu kufunga magoli ya kichwa, shabaha yake mguuni anayo. Lakini sasa kwa kupanda Kagera, endapo unapoteza mpira, ulikuwa unaona wote watu wanaambizana tukimbie dakika zote endapo hatuna mpira na tukiwa na mpira. Na Tabora cha kunishangaza, uongozi unasema kocha bado yupo kwenye benchi, yupo kocha mpya. Kama unakumbuka Kantala, niliwahi kukwambia kwamba hiki anachokizungumza Christina Magala kinaweza kikawa sahihi, kwa sababu yeye ndo anatoa taarifa, lakini wale ambao wanazipitisha za chini chini wanaweza wakaje kuwa sahihi mbeleni kama yatakuwepo mabadiliko. Ni fresh course jamani. Ni fresh course. Lakini kitu ambacho mimi nawapongeza Kagera ni kumwamini Juma Kaseja kwenye benchi la ufundi, kwa sababu hawajampa mechi, hawajakaa na wachezaji kwa muda mrefu. Hata dirisha dogo, wale wachezaji ambao waliongezwa kwa dirisha dogo hajakaa na muda mrefu. Ni kocha ambaye amekuta kikosi kipo njiani kinaendelea na hapo tunazungumzia majukumu, licha ya kwamba alikuwepo, alikuwa anaona kilichokuwa kinaendelea. Yeah, of course. Lakini kwa upande wa Tabora, mimi nilizungumza hapo awali, kumkosa Yakuba Sonyi ni pigo kubwa sana, kwa sababu alikuwa nyota wa mchezo yote hiyo. Yakuba Sonyi alikuwa anatengeza magoli. Kumbuka mechi alizocheza Yakuba Sonyi asilimia kubwa walishinda, lakini mechi ambazo amekosekana Yakuba Sonyi ni sare, kipigo. Kuna watu ambao mpaka sasa wamecheza michezo mingi kuliko yeye, lakini bado kwenye zile takwimu bado anawazidi tu. Yaani Yakuba ambaye mechi amekosekana, Tabora wameambulia kipigo au sare. Hapa sasa inabidi wakubali mabadiliko, kwamba kuna kuishi bila yeye, kwa sababu kwa taarifa ambayo ilitolewa ni kwamba mpaka msimu unaisha anaweza asionekane kwenye kikosi cha Tabora akiwa fiti, akikitumikia kikosi chake. Tumetazama Elia na tuliupa uzani mkubwa mchezo huu pale ambapo ratiba hii ilipangwa, lakini mikwaju ya penalty imeamua. Licha ya kwamba Kagera Sugar leo ameanza na golikipa ambaye ndani ya msimu huu amekuwa hapati nafasi, Saidi Ali Kipao, ambaye aling'ala sana msimu uliopita nafikiri, lakini baada ya ujio wa Chalamanda leo hajapata nafasi. Pengine tunaanza kuona sasa kile alichonacho Juma Kaseja, kwa sababu kama anafanya rotation na inalipa, lakini pia anaamini kumiliki kama alivyosema Kantala,
unamiliki ukiwa ugenini, lakini pia unafungwa bao, unakuwa na ule ujasiri wa kutulia na ukatengeneza nafasi ya kuweza kusawazisha makosa. Ya, na Juma Kaseja alitangazwa kama kocha mkuu na Kagera Sugar. Ilikuwa Machi 4 mwaka, siku 24 ambazo amesimama kama kocha mkuu. Kwenye michezo mitatu yote Kagera Sugar amepata ushindi. Nitakukumbusha mchezo wa kwanza alipata ushindi mabao 2-1 dhidi ya, nakumbuka alikuwa nafikiri dhidi ya Dodoma, lakini mchezo mwingine ambao ulifuata dhidi ya Namungo katika CRDB Federation Cup akipata ushindi wa mabao 3-0. Na mchezo wa kwanza ambao Kaseja alipata ushindi ilikuwa ni dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji 2-1. Lakini mchezo hii leo dhidi ya Tabora, unaona ni mchezo mwingine ambao Juma Kaseja ni miongoni mwa watu ambao wamelielewa soka la Tanzania, sio tu kwa jinsi alivyocheza, lakini ni jinsi gani unapaswa uishi na wachezaji. Kuna nyakati ambazo huhitaji ubora tu wa wachezaji, unahitaji sasa ubora wa mwalimu, mbinu zake zinakuja kuisaidia timu kwa namna gani. Ndio maana tumeshuhudia baadhi ya makocha ambao wamepita kwenye kikosi cha Kagera Sugar walikuwa na hali mbaya, lakini kwa nini amekuja Juma Kaseja? Ameongea na wachezaji, lakini kuna baadhi ya mbinu ambazo amezitengeneza na kuwajenga zaidi wachezaji kisaikolojia. Ndio kitu ambacho nimeona moja kwa moja amekuja kukibadilisha ndani ya Kagera. Lakini tazama kwenye nyakati ambazo Kagera anapambana asishuke daraja, lakini anaendelea na michuano mingine, ila kitu ambacho Brabis mimi nakitazama na lazima tukiweke bayana, ubora wa kikosi cha Tabora umeshuka ukilinganisha na ile Tabora ambayo ilianza msimu. Na ishara mbaya kuelekea mechi ya tarehe 2. Yes, kwa hiyo hapa wanatumia uzoefu. Ya, unajua Tabora ukitazama jinsi ambavyo alianza ligi na sasa hivi anavyocheza ni vitu viwili tofauti. Na kama kitu hicho ambacho tutakisema mapema, Tabora wakaamka usingizini, wanaweza wakajikuta kwenye nyakati mbaya, licha ya wapo nafasi ya 5, idadi ya alama ambaye anawafuata nafasi ya 6, zaidi ya alama 7 na wazidi. Lakini ukiangalia kuna michezo 7 ambayo imesalia, kwenye hiyo michezo kuna alama 21. Kwa hiyo kuna chochote kitu ambacho kinaweza kikajitokeza kwenye mpira, na kwa Tabora lazima uongozi wenyewe uweze kuwakumbusha wachezaji majukumu yao ni yapi. Unajua kama utapata kitu na hicho kitu ulikuwa hujazoea kukipata, lazima kuna namna ambavyo unaweza kujiona umefika mahali. Lakini kwa Tabora msimu uliopita alimanusura washuke daraja, lakini msimu huu ametuonyesha utofauti. Kwa lazima waendeleze kila ambacho walianza nacho msimu, lakini kama watu badilika Tabora wanaweza kujikuta nafasi walionayo wanaweza kaipoteza. Hizo wanaweza kaipoteza, kwa maana timu ambazo zinawafuata ni Dodoma Jiji, ambaye Dodoma kuna vitu vingi ambavyo wanavyo ukilinganisha na Tabora. Lakini Coastal Union akina KMC wana vitu vingi sana ukilinganisha na Tabora ambavyo wenyewe wanavifanya. Wenyewe tayari wamesha adapt mazingira ligi, lakini aina hata ya viongozi ambao wamekuwa wakivisimamia hivi vilabu ni tofauti na uongozi wa Tabora United ambavyo jinsi unaendesha timu. Baada ya mchezo huo sasa kikosi hicho kitaendelea kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara siku ya Jumatano, kwa maana ya wiki ijayo dhidi ya wananchi Yanga Africans.